Masuala ya kudhibiti utakasishaji wa fedha haramu, na sasa hivi tunaenda kuandaa au kukamilisha maandalizi ya sheria na kanuni za usimamizi wa zile fedha za kidijitali au hizi fedha tunasema ni uwekezaji wa virtual assets, hizi cryptocurrencies, virtual assets, Bitcoin, stable coins. Kwa tunaendelea kukamilisha kanuni na sheria zake ili hatimaye nazo tuzisimamie vizuri. Kwa nimeona watu wanaulizia sana, lakini ni eneo ambalo bado lina changamoto zake nyingi. Kwa mtu asiyeelewa anaweza kakimbilia. Nafahamu kuna vijana wanawekeza huko, lakini kuna malalamiko, wengine wamepoteza fedha. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunayaangalia namna tutakavyoweka mazingira ya kuwezesha Watanzania wasipate madhara zaidi, sababu kuna vihatarishi vingi sana na zimekuwa nyingine zikitumika katika utakasishaji wa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi. Kwa hiyo ndio maana tunaliangalia kwa mapana yake ili tuweze kudhibiti wale wanaoshiriki, basi washiriki salama kwa kufuata miongozo tutakayoitoa hapo baadaye. Sheria ni mchakato. Hauwezi kusema sheria tunaitunga kesho itakamilika, kwa sababu ina hatua zake. Sisi tunachofanya ni kuandaa concept note, imeshakamilika. Tumeandaa draft ya ile rasimu ya sheria na rasimu ya kanuni zimeshakamilisha. Kwa hiyo sasa tutapeleka kwenye vyombo vingine, sababu kuna taratibu zake. Lazima tutapeleka Wizara ya Fedha, itapeleka kwa mwanasheria mkuu wa serikali, tutapeleka kwenye cabinet, tutaenda bungeni, tutapitia process zote, tutapokea maoni ya wadau. Kwa hiyo inategemea sasa maoni gani yametolewa na namna gani tuweze kuincorporate. Sababu sisi kwenye eneo hilo tunasimamia tu kwa ujumla, kwa sababu tuna dhamana hii na tunawianisha na mifumo mingine ya kidunia ili kuhakikisha kwamba watu watakapokuwa wanatoa maoni yao, basi wayatoe wakiwa tayari wameshakuwa na mwelekeo sahihi. Sababu sisi tumesimamia eneo hili kwa mapana yake na tumejifunza kwa mataifa mengine, na kama wiki 3 zilizopita tulikuwa nimeshiriki pale Basel kule Switzerland kwenye mkutano wa magavana wa kidunia. Tumelijadili sana eneo hili kwa namna ambavyo hizi stable coin zinavyotumika wakati mwingine kutakasisha fedha, kwa sababu kuna namna ambavyo unaweza ukaficha zile taarifa zisijulikane kwa watu wengine, na kwa sababu anatumia mfumo kama wa blockchain, mtu anaweza akafanya miamala yake hata mtu mwingine asipate taarifa au asifahamu. Inategemea pia ile wallet yake ameifichaje, funguo zake amezitunzaje. Kwa hiyo ni mambo mengi, kwa sababu sisi pia tuna dhamana ya kuwalinda watumiaji wa huduma za kifedha. Ndio maana tunalichukua kwa uangalifu ili pale tutakapokuja tuje na sheria inayokidhi mahitaji kulingana na wigo mpana wa shughuli za kifedha hapa nchini.